Tambua soko, zalisha kwa tija, kutekeleza dira 2050. Hii ndio kauli mama ya maonyesho ya kimataifa ya kilimo Nane Nane mwaka huu 2026 katika viwanja vya Dr. John Samuel Malecela hapa Dodoma. Na hapa niko kwenye banda la Wizara ya Fedha. Leo tutaongelea kuhusiana na fursa za kuzalisha mali lakini kupitia mfuko wa self. Mwenyeji wangu ni Linda Mshana, yeye ni meneja wa masoko na uhamasishaji. Kwanza hongereni kuja kwenye maonyesho haya. Asante sana, tunashukuru. Tunazalisha kwa tija. Tunazalisha kwa tija, na sisi tumekuja kwenye maonyesho ya Nane Nane mwaka huu kwenye viwanja vya Dodoma, lakini pia tuko Mwanza, tuko kwenye Nane Nane Lindi na Arusha. Na kama ulivyosema ni kufanya kilimo chenye tija. Na sisi tumekuja kutoa fursa mbalimbali kwa wananchi, kwa vijana, kwa wanawake, ya namna ambavyo wanaweza kukuza mtaji wao kwenye masuala ya kilimo. Tunatoa mikopo ya aina mbalimbali kwenye mnyororo mzima wa kilimo, kuanzia uzalishaji mpaka inapomfikia mlaji, kwa maana wasafirishaji wa mazao ya kilimo, wanaonenepesha wanyama kwa ajili ya mauzo, wanaofuga mifugo aina mbalimbali, samaki. Wote hao kuna sehemu ambao wanaweza kuja hapa kupata mtaji kwa ajili ya kukuza na kufanya biashara kubwa zaidi. Wanasema mpaka misitu. Mpaka misitu, lakini sisi tunaenda zaidi kwa wale ambao kwenye misitu wameweka mizinga ya nyuki, wanazalisha asali. Kwa tunaangalia kwenye mnyororo huo mzima. Lakini pia siku ya leo tumekuja kuwapa vijana fursa za kujiajiri kwenye swala zima la kilimo, na tunao mfano wa kijana wetu hapa ambaye yeye aliamua kwenda zaidi kwenye uuzaji wa kahawa, ambaye amekuja akakopa mobile shop, na hiyo inamsaidia kufika sehemu mbalimbali hapa Dodoma. Leo utamkuta Nane Nane, lakini tutakapomaliza maonyesho unaweza kumkuta Machano, unaweza kumkuta kule kwenye complex, Machinga complex, kwa sababu ni duka ambalo linatembea kutokana na msimu na watu. Hata ana kahawa na cappuccino, ana hot chocolate, ana chai. Ndo kama hiyo kabisa. Lakini pia tunahamasisha vijana kujihusisha na masuala ya nishati safi, kwa maana kwamba mfumo mzima, kwa sababu kilimo kinaanzia kwenye kuwa kuna mazingira mazuri ya kilimo, hali ya hewa nzuri. Inaanzaje? Nyumbani, kwa wewe kuhakikisha kwamba mazingira yako yako safi. Kwa hiyo kuna watu hapa ambao tunao mahusiano ya kuwauzia au kukopesha majiko ambayo yanatumia nishati safi kabisa kwa umeme mdogo, au hata kama vijana wana teknolojia yao ambayo inaweza kusaidia, wanaweza kuja hapa kwa ajili ya fursa hiyo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Tuko kwenye banda la Wizara ya Fedha. Tunatarajia kwamba kila mtu atakayetembelea hapa atatoka na kitu kizuri ambacho kitamsaidia, sio hapa tu Dodoma, lakini nchi nzima. Lakini namna nzuri ya kuwafikia, mfano mnafikia yule kijana wa kahawa. Namna nzuri ya kuwafikia vijana wanataka haya mambo. Wanahitaji kukua kiuchumi. Unawafikiaje? Okay, sisi tuko nchi nzima kwenye mikoa 12, na kwa hapa Dodoma tunapatikana kwenye njia ya kwenda UDOM, Makulu, lakini pia rahisi zaidi itakuwa kutupigia simu tukuelekeze kwenye sehemu sahihi, na unaweza kutupigia simu kupitia 0764905092. Nitarudia tena 0764905092. Lakini vile vile ukatutembelea kwenye mitandao, tuna website, tuna Instagram, ukiandika tu Self Microfinance utatupata, na unaweza kutufikia kwa ukaribu zaidi. Tutakutafutia tawi ambalo liko karibu na wewe, tutaelekeza maafisa wetu kuja kukutembelea, na hapo utaweza kupata kwa ajili ya kupata mtaji na kukuza kilimo chako. Labda kuna sifa za unapofuatilia masuala haya na vigezo. Sawa. Vigezo vikuu ni kwamba uwe unaelewa unachokifanya. Ndio maana tunakuhitaji at least uwe umefanya kwa mwaka mmoja. Utaweza kutuelezea matatizo yako ulipo, na sisi tuje tuingie tukusaidie sehemu gani. Lakini mengine yote yanaongeleka. Kwenye masuala ya riba ni nafuu sana, na tunaangalia msimu wako wa kulipa ni lini, kwa hata na malipo utalipa kutokana na msimu wako. Hebu tukazungumza na yule kijana ambaye hivi sasa kaichukua fursa ya kuuza kahawa. Tuzungumze naye tuone matarajio yake. Sawa. Karibuni sana. Asante. Kwa majina naitwa Faustini Fanuel Masanja. Tuko banda la Self Microfinance Bank.
Sisi ni wadau wa Self Microfinance. Huduma tunayoitoa ni mgahawa unaotembea, mobile cafe. Ukiangalia, ukifika kwenye banda letu, tembelea upate kahawa ambayo yenye ubora wa juu. Lengo na madhumuni la mgahawa huu ni kuhakikisha tumeongeza uzalishaji wa kahawa nchini, lakini pia unywaji wa kahawa nchini. Kwa hiyo tunakaribisha wote, usitoke 88 bila kufika banda hili la Kahawa Mkononi, karibu na banda la Self Microfinance. Ubora wake ukoje wa kahawa? Ubora wake tunatumia ni premium coffee, ni kahawa ambayo tuna export kwenda nje, ndio kahawa ambayo tunatumia. Lengo ni kuwafanya Watanzania wanywe kwanza bidhaa ambayo wanazalisha, lakini cha pili kuwaweka Watanzania wajue ubora wa bidhaa yao ilivyo.